Katika taharuki ya mzozo ambao umechukua muda mrefu, sauti ya kwanza ya matumaini imesikika, ingawa imegawanyika na giza la tishio. Tumekuwa tukishuhudia wiki za mapigano makali, mateso na kutokuwa na uhakika, lakini leo ulimwengu unageuza macho yake kwa taarifa inayoweza kubadilisha yote. Ni je, kweli vita vimekwisha? Mwandishi wa habari alikuwa amepata nafasi pekee ya kuzungumza na Benjamin Netanyahu, kiongozi mkuu katika mazungumzo haya, ambaye ametoa tamko lililowashangaza wengi. Mwandishi wa habari alikuwa amemuuliza, unawezaje kusema vita vimekwisha? Na Netanyahu akasema, tumekubaliana kutoa amani nafasi. Hii ni ishara ya udhaifu, bali ni utambuzi wa ukweli kwamba kuendelea kwa vita kunaleta hasara kubwa kwa pande zote. Tumechoka kuhesabu maiti na kudilia uharibifu. Tumekataa. Tumekaa, tumejadili na sasa tuna mwanzo wa njia mpya. Tamko hili la makubaliano ya amani limepokelewa kwa hisia mchanganyiko. Wengi wanasherehekea mwisho unawezekana wa umwagaji damu, huku wengine wakioji uhalali na uimara wa makubaliano hayo, wakikumbuka ahadi zilizovunjwa huko nyuma. Je, kweli pande zote hizi mbili zimekata shauri la kuweka silaha chini? Onyo ambalo lilitolewa na Benjamin Netanyahu kama watashindwa, kwamba hata hivyo wakati wa kutoa ahadi hiyo ya amani, Netanyahu hakuweza kuficha tishio zito lililofichwa chini ya maneno yake ya utulivu. Sehemu hii ya taarifa yake ndiyo inaweka tahadhari kubwa zaidi kwa matumaini ya sasa. Wanatakiwa kufanya hivyo, lazima waheshimu makubaliano haya. Kama watashindwa kuheshimu kila nukta, basi kuzimu yote itafunguka. Onyo kali, kuzimu yote itafunguka, inaashiria wazi kwamba makubaliano haya yanategemea sana utekelezaji kamili na uaminifu kutoka pande zote mbili. Inawezekana Netanyahu na kikundi chake wamejiwekea mstari nyekundu isiyoweza kuvukwa. Huu si mwisho wa mchezo, bali ni kupumzika kwa muda wa bunduki, kusubiri kuona kama ahadi za amani zitatimizwa. Wachambuzi wa siasa wa kimataifa wanaona hali kama hii ni kama amani yenye masharti. Wanasema tamko la Bibi, yani Netanyahu, limeonyesha kukosa uaminifu kwa upande mbili na inatumika kama kikwazo cha kisaikolojia. Maneno ya Netanyahu yana nguvu kubwa sana. Anawaambia wazi, tumechoka, lakini tuko tayari kurudi vitani kwa nguvu maradufu. Haya si makubaliano ya amani ya kudumu, ni mkataba wa kusitisha mapigano unaoelekea kwenye shimo. Matukio ya siku zijazo ndiyo yatakayoamua kama amani hii inaweza kuwa ya kweli au kama ulimwengu utashuhudia kuzimu ambayo wameendelea kuizungumzia. Sasa ulimwengu unavuta pumzi kwa tahadhari kubwa zaidi. Miji iliyoharibiwa inasubiri kuona kama ujenzi utaanza rasmi. Familia zilizokimbia zinasubiri kuona kama wataweza kurudi tena nyumbani. Makubaliano haya yametoa mwanga mdogo wa matumaini katika Gaza, anaagiza ambalo limeendelea kutanda kwenye ukanda ule, lakini kwa kamba ya amani bado ni nyembamba na inaweza kukatika wakati wowote ule. Sasa je, pande zote zitasimama kidete na kuipa amani nafasi, au tishio la Netanyahu litageuka kuwa ukweli mchungu? Tuendelee kufuatilia taarifa zetu hapa, tukiendelea kuripoti kila hatua ya makubaliano haya tete ambayo yapo kule Mashariki ya Kati, kati ya Israeli katika kundi ambalo dhidi ya kundi la Hamas ambalo linapatikana ukanda ule wa Gaza.